Hapa utahitaji jumla ya bati 180, lakini pia kwenye upande wa tofali utahitaji jumla ya tofali za blocks 4500, lakini kama utatumia tofali za kuchoma basi hapa zitahitajika jumla ya tofali 1014 za kuchoma. Ndoto yako inaanza leo, usisite rafiki yangu, jenga kwa mpango sahihi, uepuke hasara nyingi. Lakini pia kama kiwanja chako kina upana wa mita 20 na urefu wa mita 20, unaweza kujenga hili jengo, lakini hili jengo lina idadi ya vyumba vya kulala visivyopungua vyumba 10, na katika vyumba hivyo kuna mchanganyiko hapo. Ngoja nikupatie ufafanuzi. Yote vinakwenda pamoja, jenga kwa ramani ya kisasa, makazi Mpanda, tunaleta kiwango cha juu sana. Hapa kwenye hii ramani kuna chumba sebule ambavyo viko 4, yani chumba sebule ziko mara 4, chumba sebule mara 4, lakini vyumba ambavyo ni single viko 6. Kwa hiyo kwa ujumla hapa tunapata unit 10 za maana sana. Nimekwambia bati ni 180, lakini ukija kwenye upande wa mbao za kenchi hapo lazima utatumia mbao 250, ila zile zikazidi hapo kutokana na eneo lako lilivyo. Kama katika kiwanja chako kuna uwepo wa matetemeko ya ardhi katika kiwango kikubwa, upepo mkali, of course mbao za kenchi zikazidi hapo au zikaongezeka zaidi ya hapo. Ila idadi ya tofali ambazo nimezitaja nazo ni zile zinazotumika katika usawa wa boma peke yake. Sawa katika usawa wa boma peke yake, kwa sababu tofali zinazotumika kuandaa msingi nyingi zitategemeana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako. Kwa sababu hicho ni kitendawili kwa upande wetu, hatuwezi kufahamu hivyo katika eneo lako kuna hali gani, ni ngumu kuweza kukutajia hapa, lakini vitu vingine vyote hapo vinaweza kutajiwa hapo. Kila kitu kiko katika uhalisia wake. Makazi Mpanda, tunajenga ndoto zako. Jenga kwa ramani ya kisasa. Huu hapa ndio muonekano wake, picha zake zinaonekana vizuri, lakini pia naomba nikwambie kitu. Kuna baadhi ya maeneo hayahitaji uweke apartment za kisasa kulingana na mazingira yaliyoko hapo, lakini pia watu walioko hapo au wateja ambao utategemea kuwapata wakati ambapo utakuwa tayari umefanya uwekezaji wako huo. Sawa? Hilo hapo unatakiwa kulijua, kwa sababu kitu chochote ambacho kiko mahala ambapo sio mahala pake kinakuwa au kinatazamika kama uchafu. Kwa hiyo unaweza kawa umefanya uwekezaji mkubwa, umetumia gharama kubwa, lakini inatazamika kama ni uchafu kwa sababu tayari wale watu uliowawekea hizo plani au uliowawekea hizo apartment sio watu wanaohitaji hicho kitu ambacho umeenda kukiweka hapo. Kwa hiyo hilo unatakiwa kulijua. Sawa? Lakini pia nikukumbushe tu ya kwamba ramani kama hii unaiona hapa huwa tunaandaa kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kuweka mahitaji yako hapo unatoka kuandalia ramani. Lakini pia ni fursa kwa wale watumiaji wa WhatsApp. Sawa? Kama unatumia WhatsApp leo, basi hii ni fursa kwako, kwa sababu ramani hizi ambazo tunaziweka mitandaoni unaweza ukatazama kupitia WhatsApp yako kiurahisi sana. Cha kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp kwenye namba hii inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo, ambayo ni 0758 260 690. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge. Baada ya hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu na utakuwa unatazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Ni rahisi sana na utakuwa unaendelea kuenjoy kutazama ramani huko kupitia WhatsApp yako. Lakini pia usiache kutufollow kwenye mitandao ya kijamii. Tunatumia Makazi Mpanda kote huko uliko, basi na sisi tupo. Karibuni sana.